بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Safar mwaka 1440 katika darasa za kusahihisha baadhi ya ibada, tukiwa tuendelea na ibada ya josho ya janaba. Tukisoma sehemu katika kitabu Manhajus Salikin pamoja na taaliqat ambazo tutaziweka. Tajaribu insha Allah taala tumalizie kile kilichobakia. Qala al-musannif rahimahullah: ثم يحثي الماء على رأسه 3 يرويه بذلك. kisha ataweka maji katika kichwa chake mara 3. Hakikisha kichwa chake kimejaa maji, bimaana yale maji yamefika kila sehemu ndani ya mizizi ya nywele zake. في التعليقات: يجب إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته. ni wajib maji kuenea katika nywele na kufika ndani ya zile nywele. wala yakfi mujarrad almasah على الشعر ولا يكفي مجرد المسح على الشعر لأنه لا يعتبر غسلا، ولا haitoshelezi kufuta kwenye nywele peke yake kwa sababu haizingatiwi kuwa ni josho. فالواجب هو الغسل لا المسح. kinachowajibika hapa ni kuoga wala si kufuta juu ya kichwa. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. عائشة رضي الله عنها asema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akioga kutokamana na janaba huanza na kuosha viganja vyake viwili. Mwanzo huosha mikono, kisha akachukua maji kwa mkono wake wa kulia akaweka kwa mkono wake wa kushoto na kujiosha sehemu zake za siri, kisha utawadha udhu wake wa sala. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات. kisha uchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam maji akaingiza kwa vidole vyake ndani ya mizizi ya nywele zake mpaka akiona kuwa tayari yale maji yashafika na kuwa ametekeleza kilichowajibu katika hilo. Huchukua na kuteka yale maji kwa mkono yake
na kumwaga juu ya kichwa chake mara 3. Thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlayhi, kisha hujimwagia maji kwa bakia ya kiwiliwili chake, kisha ndiyo huosha miguu yake. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا. ni wajib kufikisha maji katika josho ya janaba mpaka chini ya nywele, hata kama zile nywele ni nyingi. ni wajib kufikisha maji ndani kabisa. يؤخذ هذا من إدخال أصابعه صلى الله عليه وسلم في الشعر وحفن 3 مرات بعد أن روى أصوله. na hili tulipata katika kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam cha kuingiza vidole vyake ndani ya nywele, kisha kuchukua maji kwa mikono yake mara 3 mpaka akahakikisha kuwa kumeloa ndani ya mizizi ya nywele zake. hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. وجاء في الموسوعة الفقهية قالوا: اتفق الفقهاء على أن تعميم الشعر والبشرة بالماء من فروض الغسل. wameafikiana wanawavyuoni wa fiqh kuwa kueneza maji katika nywele na kufika katika ngozi kwa kutumia maji yale ni katika mambo ya faradhi katika josho ya janaba. kadhalika katika al-mawsu'a al-fiqhiyya wasema ittafaqa al-fuqaha'u ala wujubi ta'mimi sha'ri ar-ra'si, sio sha'r wa ra's war-ra's, sha'ri ar-ra'si bil ma'i ظاهره وباطنه للذكر والأنثى. wameafikiana wanawavyuoni wa fiqh juu ya wajibu wa kueneza maji katika nywele za kichwa ndani na dhahiri, yani bimaana juu ya nywele na ndani, na hii ni kwa waume na kwa wake wote wawili. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها. madhehebu yetu na madhehebu ya wengi katika wanawavyuoni wetu, yale matuta anayoyafunga mwanamke katika kichwa chake, yani akisonga zile nywele zake, yule mwanamke anayeoga janaba au anayeoga haidh, yale maji yakiwa yatafika katika nywele zake zote ndani na nje bila ya kuzifungua zile nywele zake, basi itakuwa sio wajibu kwake yeye kufungua nywele zake maadamu yale maji yatafika ndani. wa in lam yasil illa binaqdha wajaba naqdha, ama ikiwa maji hayawezi kufika ndani isipokuwa kwa kufungua zile nywele zake, hapo itakuwa ni wajibu kwake yeye kuzifungua nywele zake. قال: وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض. na hadithi ya Ummi Salama kuwa alikuwa kioga bila ya kufungua nywele zake yabebewa ni kuwa yale maji yalikuwa yakifika katika nywele zake zote na ndani bila ya yeye kufungua nywele zake. لأن إيصال الماء واجب, kwa sababu kufikisha yale maji ndani ya mizizi ya nywele ni wajib. وحكي عن النخع وجوب نقضها بكل حال,
na imenukuliwa na kutajwa kutoka kwa Nakhai kuwa amewajibisha kwa mwanamke kufungua nywele zake katika hali yoyote, kuwa ni wajibu afungue nywele zake. وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. na al-Imam al-Hasan al-Basri na Tawus wakaenda kuwa ni wajib kufungua nywele zake katika kuoga haidh pasi na janaba. Qala wa daliluna hadithu ummi Salama, na dalili yetu ni hadithi ya ummi Salama, bimaana qaul ambao ni sahih ni kuwa mwanamke ikiwa maji yafika ndani haiwezekani kuwa atawajibishiwa yeye kufungua zile nywele zake wakati ile wajibu yapatikana. Allahu a'lam. kuna masala قال والتثليث لا يستحب إلا في غسل الرأس. kule kumwaga maji mara 3 katika janaba hakupendekezwi isipokuwa katika sehemu moja peke yake ya mwili, nao ni kichwa, yani kuchukua maji mara 3. قال العلامة السعدي رحمه الله والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس، لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه سوى هذا. kule kujimwagia maji mara 3 sio sawa katika josho isipokuwa katika kuosha kichwa, kwa sababu ndiyo iliyopokelewa katika sifa ya josho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haikupokelewa kinyume na hayo. Bimaana sehemu nyingine ya mwili hata mtu akijimwagia zaidi ya mara 3 au chini ya mara 3 ikawa, lakini kila sehemu imefikiwa na maji yatosheleza, wala haikuwekwa kuwa kuna sunna ya kujimwagia maji mara 3 isipokuwa katika sehemu nini ya kichwa peke yake. قال وقياس الغسل على الوضوء غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة. na kukisia josho na udhu ni jambo ambalo halisalimishwi kuwa ni sawa kwa sababu ya kupatikana tofauti kwa namna nyingi sana. وهذا القول هو الصحيح والله أعلم. هي قول ndio صحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال الإمام السعدي رحمه الله ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. ثم يفيض الماء على سائر جسده، kisha atamwaga maji katika kilichobakia kwenye mwili wake baada ya kichwa kama tulivyotaja. Ay thumma yuammimu badanahu bilghusli, kisha ataeneza mwili wake mzima kwa ile josho. Wayadluku badanahu biyadayhi liyasila almaa ilayhi, na atajisugua mwili wake kwa mikono yake ili maji yafike. قال العلامة الفوزان حفظه الله ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه. ni wajib kwa mwenye kuoga janaba, awe ni mume au ni mke, awe atafuatilia misingi ya nywele zake, yani ndani kule kwenye nywele na sehemu ambazo zimepinda katika mwili wake. Maghabin ni zile ambazo kama mfano chini ya mikono kwenye makwapa, na wale ambao wana uzito wa mwili. Kuna watu ni wanene kiasi cha kuwa yani pengine ana sehemu ambazo
zahitajika kufanya nini? Kusuguliwa za ndani. Kwa sehemu kama zile ahakikishe kuwa itafanya nini? Itafika yale maji. Ni wajibu awe sehemu kama hizi atazifuatiliza. Na kilichoko chini ya shingo yake, yani sehemu ya chini ya shingo yake, kadhalika chini ya makwapa yake, kwenye kitovu, sehemu ya mkunjiko wa magoti yake, yani nyuma huko ya magoti. Wa in kana labisan sa'atan au khataman, na ikiwa amevaa saa au pete, fa innahu yuharrikuha liyasila liyasila alma'u ila ma tahtahuma. Kwa hivyo ataitikisa kidogo ile pete au saa ili maji yafike chini. Wa hakadha yajibu an yahtamma bi isbaghi alghusli, na hivyo hivyo ni wajib awe na ihtimam ya kuhakikisha ameoga josho ya sawasawa, bihaithu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi alma, kwa namna ya kuwa kusibakie sehemu katika mwili wake ambayo haitafikiwa na maji. Hili jambo muhimu sana. Kisha akasema thumma yaghsilu rijlayhi bimahallin akhar, kisha ataosha miguu yake sehemu nyingine. Qala ash-Shawkani rahimahullah, al-Imam ash-Shawkani katika kueleza haya asema فذهب الجمهور إلى استحباب غسل الرجلين في الغسل, wakaenda jumhur wengi katika wanavyuoni kuwa yapendekezwa kuosha miguu mtu kuosha miguu yake mawili katika josho yake ya janaba. Wa an Malik in kana al-makanu ghayr nadhif falmustahabbu ta'khiruhuma wa illa fataqdim. Al-Imam Malik akasema ikiwa ile sehemu anaogea janaba sio safi chini, basi yapendekezwa kuchelewa kuosha miguu yake, bimaana aoshe mwisho. Kwa nini? Kwa sababu pale chini mpachafu. Ikiwa si hivyo, yani bimaana ikiwa ni kusafi kama tunavyoishi leo katika zile sehemu ambazo watu waogea, sehemu safi tu, basi labda mtu ajitie maradhi ya wasiwasi, lakini ni baraza chini, maji yakimwagika tembea. Katika hali kama hii aweza kutanguliza kuosha miguu yake. Wa inda Shafi'iyya fil afdali qawlani, ama Shafi'iyya katika kipi ni bora wana kauli mbili. Qala an-Nawawi asahhuhuma wa mukhtaruhuma an yukmila wudu'ahu li anna akthara ar-riwayat an Aisha wa Maimunah kadhalika. Kauli ambayo ni sahihi zaidi na chaguo letu zaidi ni akamilishe wudhu wake, kwa sababu riwaya nyingi zilizokuja kutoka kwa Aisha na Maimuna ziko kwa namna hiyo, kuwa Mtume sallallahu mwanzo alifanya nini? Alitawadha wudhu wake kamili kama anavyotawadha kwa ajili ya sala. Wal aqrabu makhtarahu an-Nawawi, thumma in kana al-makanu ghayr nadhif aada ghuslahuma wallahu a'lam. Al-Imam ash-Shawkani akasema kauli ya karibu zaidi ni chaguo la Imam an-Nawawi. Kisha ikiwa ile sehemu sio safi, basi atarejelea tena kuosha miguu yake kwa ajili ya usafi tu. Kwa hivyo ataosha mwanzo kwa ajili ya udhu na mwisho ataosha kwa ajili ya nini? Usafi, ikiwa ile sehemu anaogea ni chafu. Qala wal fardu min hadha ghaslu jami'il badani, ambacho ni faradhi katika gosho ya janaba ni kuosha mwili mzima. Wama tahta ash-shu'uri al-khafifati wal-kathifa, na kilichokuwa chini ya nywele hafifu na nzito. Wallahu a'lam. Fi ta'liq, hadha huwa al-ghusl al-mujzi, hii ndiyo josho ya kutosheleza. وهو أن يعمم بدنه بالماء في آن واحد, nayo ni aeneze maji katika mwili wake mzima kwa wakati mmoja bila ya kuanza na udhu, kama ilivyo ile sifa ambayo ni ya ukamilifu. ويلاحظ تخليل الشعر الخفيفة والكثيفة في الرأس واللحية ونحوهما,
na atizame kwa makini suala la kupitisha maji ndani ya nywele, iwe zile nywele ni hafifu au ni nzito kichwani au kwenye ndevu na mfano wake. Na hapa al-Imam As-Sa'di rahimahullah, baada ya kueleza sifa ya ukamilifu ambao tuliwahi kutaja nyuma katika zile darasa zilizopita, kuwa josho ya janaba na josho yoyote ambayo yaogwa mfano wa janaba kama vile ya haidh na nifas ina sifa aina ngapi? Mbili. Kuna sifa ya ukamilifu na kuna sifa ya kutosheleza. Sifa ya ukamilifu ni ile ambayo tumeizungumzia, ya kuanza na mtu kuosha viganja vyake, kisha aoshe sehemu zake za siri, kisha atawadhe, kisha amwage mwanzo maji mara 3 kwenye kichwa chake, hakikishe maji yamefika ndani kwenye nywele zake na misingi ya nywele zake, kisha ndio ajimwagie kilichobakia katika mwili. Hii ni sifa kamili. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyonukuu wake zake mama wa waumini Aisha na Maimuna radhiyallahu anhuma. Na kuna sifa ya kutosheleza. Sifa ya kutosheleza ni ipi? Ni mtu kujimwagia maji moja kwa moja kuanzia juu kichwani akahakikisha mpaka chini miguuni yale maji yamefika. Na hapa tukumbushana jambo muhimu, almadmadhatu walistinshaq. Almadmadha walistinshaq, baadhi ya wanawavyuoni wamekwenda kuwa ni wajibu katika kuoga janaba, kwa sababu hizi sehemu zahesabiwa ni kama dhahir ya mwili. Na wapo katika wanawavyuoni walisema kuwa sio wajibu, lakini ihtiyatan wa khurujan min alkhilaf, bora mtu asiwache kusukutua na kuvuta maji puani kama tulivyoeleza katika wudhu. Na hapa tutakuwa tumefikia mwisho katika kuizungumzia ghusl ya janaba, walillahi alhamdu wal minna. Hiki ndio kikao cha mwisho katika kuzungumzia ibada hii ya josho ya janaba, na Allah akitupa uhai na uzima, kikao kitakachofuata kitakuwa chafungamana na ghuslul mayit, kama sikukosea, kuosha maiti, kisha ndio tuzungumzie kufunga sanda maiti. Na hii ni katika hali ya kuzungumzia zile ibada ambazo pengine baadhi yetu tuna upungufu ndani yake, ili kuzisawazisha. Kwa hivyo ibada inayofuata ni namna gani atakikana Muislamu aoshe maiti, kisha namna gani atakikana afunge sanda ya maiti. Biidhnillah taala, hayo ndio yatakayofuata katika vikao vitakavyokuja. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.